lazima uwe msafi kijana. Utaokokaje usio msafi? Usafi ni nini? Usipoonga utanuka kwa nini? Usafi ni nini? Aha, vitanuka nini? Basi nitapitisha maji hapa. Nini maana ya usafi? Nimeanzisha mwenyewe naomba nizime. Kila kitu na kiasi chake. No. Ukizidisha usafi ni No. Neema Biblia yako umeweka wapi? Neema Biblia yako umeweka wapi? Ndio tujue uchafu wa watu na tutaweka hadi kwenye harusi zao. Uwe na kiasi. Watu wanaabisha kuoga. Mimi naenda kuoga jamani. Watu wanaabisha kwa mwenyekiti. Sikiza kwa mwenyekiti. Mimi nimewaambia hivi walikuwa wamekaa hapa. Afrey huyu yule wamekaa pale. Nikasema hivi, sasa hivi 70 kasoro dakika 10. Kila mtu akaoge 70 na nusu, kila mtu ameshafanya ameshavaa. Useme fanyaje? Na wengine ambao hawajisikii kwa nikamwambia sio kijana mlokole. Kwa sababu akasema inaandikwa. Kuoga wengine ni dawa. Dawa kwa mwaka. Akasema hivi. Tena akasema hivi inaandikwa wapi? Nikamwambia hivi Paulo alimwandika Timotheo kwamba uwe kielelezo. Maneno mengi mpaka kwa nini? Kwa usafi. Ndio nikawa nakuuliza hivi na andiko limeandikwa wapi nimsomee huyu kwamba nikamwambia jamani mambo mengine ni huka mtu. Oga akajipaka na mafuta mazuri tunampa toba. Toka. Hapa naona wanaandaa chai lakini chai yenyewe ina povu kidogo naona. Wameweka sabuni sijui. Neema, hebu niambie hii chai siri ya mafanikio hii chai mbona ina povu? Hichi ni kitu cha maziwa baba. Afadhali baada ya kutoka hapo sawa. Chai ya Kichaga nini? Itakuwa nzuri sana. Itakuwa nzuri sana. Haya mambo yanapatikana kwetu tu. Yanapatikana kwenu tu? Kwetu Uchagani. Uchagani? Chai ya mapovu. Huyu ni ng'ombe tu. Wengine naona hapa wanafanya kazi nzuri sana hii. Naona viazi hapa. Yaani viazi nzuri sana hivi. Viazi hivi. Hivi kwa Kichaga viazi vinaitwaje eti? Vinaitwa visoya. Soya? Visoya. Nyinyi mmetohoa sijui. Kuna maharage najua yanaitwa soya. Lakini kikwenu unaita nini? Visoya. Kikwetu? Mimi nimekulia Dar es Salaam. Kwa Wazaramu. Na Wazaramu wana lugha yao hapa. Kwa hivi ndio viazi vya leo kwa ajili ya chai? Sasa 2:30 tayari. Chai 2:30. Umeoga? Tunataka hiyo mada hiyo. Neema, maji ya kuoga na maana mpaka ya moto. Hiyo mada ndio inawasumbua kule. Watu wengine wanasema kuoga ni wito. Katibu waite, si wito. Kuoga si wito, waite. Kuoga si wito. Eti. Join. Yesu anasemaje kuhusu kuoga? Sasa kuoga ni kipaji. Ni kipaji. Kwa leo utaoga? Sasa ngoja nitafikiria. Hamna kufikiria sasa. Lazima uoge. Ila Jose mtata. Shuka onyesha kwao hata wewe hata kwao. Shuka hapa bwana. Huyu mtumishi anamtenga sana. Unasikia? Shuka hapa. Shuka sogea hapa kwanza. Njoo na wewe hapa. Kienda usimama kulima mtu. Njoo hapa. Usimame hapa. Si bwana anapiga picha huyu. Apige picha, tutengeneze hiyo kamera. Anapiga. Vipi kama picha? Hii mada ya kuoga unaionaje? Kuoga. Kuoga ni kipaji au ni lazima kila siku? Kwa hiyo kama mwanamke utapenda aoge kila siku. Kwa mwanaume mwanamke. Basi Jose hapendi kuoga. Kuoga jamani nafikiria. Activity. Huyu ni mmoja wapo wanawake ambao wanashabikia sana habari ya kuoga. Hataki kuoga. Mimi kuoga jamani labda ni wewe mwenye kitu wa dada, lazima unaoga. Sikiliza. Uwezo kumpeleka mtu pale. Kuna mtu hapa amepanga kabisa saa 5 akitoka moja kwa moja kwenye kamto kidogo anafika na jirusha na kulala. Hiyo ni style ya mtu kaiamua. Unasoma geography. Tukataka fitina kama kuoga ni wito basi na waiteni mkaoge. Mwenyekiti na badala. Mwenyekiti unasemaje?
Swala la kuoga. Hivi jamani, kwa mimi kiukweli ninachozungumza swala la kuoga. Zungumza ukweli wako wote. Swala la kuoga mtu fulani hapa amezungumza ni wito. Na mimi nimeliona ni la msingi sana. Katibu waite watu wakaoge. Si ni wito. Kuoga nini maana ya? Wewe unaoga kila siku. kusafisha mwili wako. Ni kujimwagia tu maji, si ndio? Au kusafisha mwili? Nini maana ya kuoga? Unaelewa maana ya kuoga? Ni usafi wa mwili. Usafi wa mwili wa ajili. Yaani mwili wako wewe kama wewe. Wananawa, maana kichwa haoshi. Tunanawa, si ndio? Si. Sasa tunazimeshana kwenda kuoga wakati siogi. Kwa sababu hapo tu unachokifanya hivi unaogesha sakafu. Mbona unaogesha sakafu? Unasafisha. Kwa hiyo kama ni maana ni kusafisha. Huyu ndio kinasafishwa kitu kilicho kichafu tu. Si sakafu kwani ni mbona unasafisha sakafu? No, si sakafu. Kwa hiyo unaiogesha. Siogeshi sasa unaiogesha. Wewe unapenda? Eti brother, kuoga ni kipaji au wito? Anacheka. Sema wewe Eti. Kuoga ni kipaji au wito? Wewe simebeba taulo. Wewe hapo hivyo simebeba taulo. Sasa ndio unaenda kuoga? Wito. Kwa namna gani? Wito kwa namna zote. Zipi? Kutoa uchafu. Upi? Kama unanukia. kwa kabla nukia usiende kuoga. Hamna, wewe ukawa unanukia daima. Lazima kuna wengine vikwapa vyetu vinatoa harufu nzuri za marashi. Anacheka. Huyo. Kiuta anaona aibu hadi kucheka. Anacheka kwa Niende kule kwa hapa. hebu cheka uko kabili bwana huko jioni. Niachie. Cheka basi wazia cheka. Mtumishi. Mtumishi, mimi nasikia tu hizo vurugu hapo. Bwana, sasa tunapata shida mpaka sasa hivi. Sasa mimi naona wote mponywe tu. Tuponywe kwa lipi sasa? Hatujaelewa bwana. Kaoga kana. Wote mponywe tu. Tuponywe na nini sasa? Kwa sababu wewe umeoga bwana. Yaani mtu ukianza kushughulika swala la mtu kuoga. Umeoga bwana. Wakati bado hujafika. Wakati wa bwana. Kwa nini ni swala la kuoa hili? Maana kuoa tunaambiwaga hivyo hivyo, wakati hujafika, Na hapa jamaa kuoga na unasubiri wakati gani? Mimi naomba nielewe kabisa. Nyinyi ndio style yenu kuuliza watu ili mpoteze muda msiende kuoga. Yaani ndio style yenu. Yaani nimeshagundua. Wenzenu wanaenda wanaoga nyinyi Watu ambao waogi wataitabidi wabaki nyumbani. Tusiende nao kabisa yani. Kwa sababu itakuwa so haki. Jamani. Unasikia inabidi tangazo tena. Watu wakaoge. Ambao waogi wabaki kabisa yani. Wakalale.